Bwana ulisema, ulisema,
Somalia. Bwana, wanadamu walinigusa sana. Wanadamu walinigusa mpaka wakajua mwisho wa kidole changu. Wanadamu walinigusa wakajua mpaka ninahesabu kutoka wapi katika mwili wangu. Lakini wao kinigusa Jehova, kuna mabadiliko yatafanyika katika mwili wangu. Wao kinigusa katika mkesha huu, kuna vitu ambavyo Bwana utakao kubadilisha. Acha Bwana niguswe nawe. 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 Acha niguswe nawe. Acha niguswe nawe. Acha niguswe nawe. Acha niguswe nawe Bwana. Acha niguswe nawe Bwana. Acha niguswe nawe Bwana. Acha niguswe nawe. The Holy Ghost. The Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.
Naomba mwambie Bwana akuguse. Kabla hujakaa chini, mwambie Bwana akuguse. Kuna mahali ambapo wewe unasikia maumivu, kuna mahali ambapo unatamani Mungu akuinue. Basi ungeenda sasa. Kama umealikwa katika mkesha huu, Mungu alikualika kwa sababu ya kipindi kama na hichi. Anza kumwambia Mungu, niguse leo, gusa kifua changu, popote ambapo paua, gusa kifua changu, gusa maisha yangu, gusa maisha yangu, gusa uchumi wangu, gusa maisha yangu siku ya leo. Asante Jehova, tuka chini presti na watu wote tuka chini. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mwalimu anasema kwamba mwalimu wa kipindi cha kwanza ameenda kutuonesha ujumbe uliolenga kutufahamisha kwamba tumjue Mungu aliye mwaminifu. Mungu aliye mwaminifu yuko hapa. Moyo wake unajaa haja, moyo wake unajaa mahitaji. Nani yule ambaye Mungu anamwangalia? Unajijua peke yako. Tumeenda kuomba vya kutosha, uenda Mungu hapa, unaamini kabisa kuna hali uliyokuja nayo, na kwa sasa unajisikia tofauti. Naomba tuanisha mkono juu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Shangilia Bwana kwa makofi na mgongoni. Haleluya. Thank you Jesus. Naongea na wale waliokuja na miili dhaifu, miili ya magonjwa. Baada ya Mungu kutuhudumia kwa nyimbo za uimbaji pamoja na nyimbo pamoja na huduma ya mwalimu ambaye ameenda kuhubiri mbele yetu, na baada ya maombi ukajisikia umepona, ikiwa uko hapa pandisha mkono wako tukuone. Ikiwa uko hapa pandisha mkono wako tukuone. Wewe ulikuwa na mzaifu na leo umepona. Shangilia Bwana kama makofi kwa ajili yake. Haleluya. Haleluya. Na ikiwa bado kuna mtu ambaye alikuja mzaifu na bado mpaka sasa ni mzaifu, basi nimeomba mtu apite mbele haraka sana kabla sijaingia kwa neno ile ambalo litenda kuondoa giza kati yako. Haleluya. Bado ikiwa wewe ni mzaifu, ikiwa bado una maumivu, haijalishi ni magonjwa kiasi gani, tumeshuhudia Mungu akiponya hata wenye ukimwi. Njoo Mungu atakusalia. Njoo Mungu atakusalia haraka sana. Bado dakika 2, Mungu atakusalia. Ikiwa una maumivu yoyote unayojisikia, bado Mungu yuko hai madhabahuni hapa. Madhabahu haya yalijengwa kwa gharama kubwa sana. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Thank you Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu akitembea mahali hapa. Na Roho Mtakatifu akitembea mahali hapa. Roho Mtakatifu akitembea mahali hapa. Wewe ambaye bado mzaifu, hii ndio fursa yako. Hii ndio fursa yako. Njoo haraka sana Mungu akuhudumie kabla tujaingia kwa somo. Thank you Holy Spirit. Sikiza maumivu yako mpaka sasa. Tarehe 30 leo, kabla tujaingia tarehe 1, kalenda kubadilika, mwaka 2026 ambao tunali kubwa kutoka kwa Bwana. Amesema kwamba ni mwaka wa kututambulisha. Ni kwa ajili yako wewe na mimi. Shangilia Bwana kwa makofi. Mungu anaenda kukutambulisha katika siku leo. Yes. Haleluya. Amen. Thank you Holy Spirit. Kuna wimbo unasema niguse tena Bwana. Kuna watu ambao tayari Mungu ameshawagusa hapa. Haleluya. Kuna watu ambao Mungu tayari ameshawagusa hapa. Kuna
tunabaki na nyinyi Mungu. Ningeomba watu wenye nguvu 2 watatu wakae nyuma ya watu hawa, wasije wakasukuma. Kuna nguvu za Mungu wakaanguka. Rapatezi matofe la kataya erapashandekeri amani rapakataya manderebozi ya kataya. Ningeomba watu waje nyuma ya watu hawa, watu waje nyuma na watu hawa, ili tuende kuomba Mungu kwa ajili ya watu wale ambao ni mashomoshi. Ningeomba tafadhali kaeni nyuma ya watu hawa, tuje tuombe Mungu kwa ajili yao. Nguvu ya Mungu inatenda kazi mpaka muda huu. Yesu Kristo, tembea tembea tembea. Kama wewe ni wagupo kimwili, au utaona vitu hivi kama tuna pretend. Kama wewe ni wa kimwili, utaona vitu hivi kama tunacheza ni maigizo, lakini wa kiroho wanaona malaika hapa. Wa kiroho wanaona malaika hapa. Kuna malaika wanatembea. Yesu, kuna malaika wanatembea katika muda huu. Ningeomba Mungu akufungue macho uone nguvu hizi zinazotembea hapa, uwepo wa Mungu unaotembea hapa, na kama bado unabisha, wapo wakakushukia bali Yesu. In the name of Jesus, pokea Roho Mtakatifu leo. Pokea kwa jina la Yesu. Kataya mane katika jina la Yesu. Mahali ulipo utakuamini neno hili ya kwamba Mungu anaenda kukugusa. Ikiwa ulikuwa umefungwa na roho ya utasa, utasa unaenda kufunguka leo. Ikiwa ulikuwa umefungwa na roho ya mzimu ambaye alikuwa akikutembelea katika ulimwengu roho na kukufanya kama mke wake, leo hii mzimu anaenda kukatika katika maisha yako, anaenda kuondoka katika maisha yako. Kuna watu wako hapa ambao roho ya ushoga imewatawala, na roho hilo imewafanya kuwakandamiza wasipite hapa madhabahuni. Roho hiyo inaenda kukuachilia na kuamuru kwa jina la Yesu. Njoo hapa, njoo hapa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Na kuamuru njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa jina la Yesu. Thank you Holy Spirit. Tunasikia mtembeo wa Roho Mtakatifu hapa. Endelea kumwita Mungu wewe ulioko hapa, ambao unahitaji Mungu akuponye. Endelea kumwita. Mwite. Mhubiri wa kwanza amesema kwamba kitabu cha Methali kinasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki atalikimbilia hilo akawe salama. Umekuja hapa umevutwa na Bwana Yesu, anaenda kukuponya leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninamwomba Baba haje hapa awaguse mikono watu hawa kwa jina la Yesu, awaguse juu ya vichwa vyao kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, waombee watu hawa kwa jina la Yesu. Nenda kupokea muujiza hapa kwa jina la Yesu. Nenda kupokea muujiza hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe ambaye uko chini, shukishuhudia muujiza huo Bwana. Simama, simama na ndugu yako. Kuna ndugu yako ambaye anaumwa Marekani, leo hii Mungu anaenda kumponya. Kuna ndugu yako ambaye wenda wachawi wanamwangia muda huu. Simama kwa ajili yake, wende kuomba kwa ajili yake. Simama kwa ajili yake, nenda kuomba kwa ajili yake, nenda kuomba kwa ajili yake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you Holy Spirit. Baba, nakuomba nguvu zako, uweza wa jina. Unasikia nini? Unasikia kichwa kinauma mpaka sasa kwa jina la Yesu. Bwana, ulisema kwamba mwenyewe, ulisema katika neno lako ya kwamba tupike fadhaa zetu. Mtoto huyu amekuja mbele zako na mpika kichwa hicho, na kupika kichwa cha mtoto huyu ambacho kinaumwa, na kingoa na kingoa, naleta kichwa kipya, kichwa kipya, kichwa cha uzima kikashuke, kikashuke, kikashuke kwa jina la Yesu. Wewe kichwa sawa na kauli ondoka, na kauli ondoka, na kungoa kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka Yesu. Baba, asante kwa uzima tu. Mungu anakupa mamlaka yote. Na tuzo yote ambayo Baba inakongoja Mungu mbele huyu. Na tunasema katika Injili ya Mathayo sura ya 8:17 ya kwamba mwenyewe ulitoa udhaifu wetu na ukachukua magonjwa yetu na kutunga magonjwa tukijana huyo kwa jina la Yesu. Udhaifu wa kijana huyo kwa jina la Yesu. Toka, toka,
jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Moja tatu, ondoka kirapaka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa na kuamuru kwa mamlaka jina la Yesu. Ondoka leo hii. Ondoka leo hii. Ondoka kwa mamlaka jina la Yesu. Na kuamuru ondoka leo hii kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Achia mwili huu. Achia mwili huu kwa uweza wa jina la Yesu. Libere Baba, kwa jina la Yesu. Toka na kutwika sikio la kijana huyu. Mwenyewe umesikia akisema sikio linauma. Basi naenda kwa muda huu kumtoa sikio ile. Tangu sasa, ewe sikio unayeuma, acha kuuma kwa jina la Yesu. Tangu sasa, acha kuuma kwa jina la Yesu. Moja, pili, tatu, ondoka. Maumivu ya sikio, ondoka leo kwa jina la Yesu aliye hai. Achia kijana huyu. Achia kijana huyu kwa uwezo wa jina la Yesu. Achia. Asante kwa siku ya leo. Kwa jina la Yesu. Baba, umesikia akisema ni afadhali. Baba, uponyaji wako una afadhali. Ondoka. Afadhali wewe uondoa. Afadhali asikio unaiondoa. Machenga aliyopate na yaondoa leo. Tangu sasa kwa jina la Yesu, ondoka. Ondoka. Moja, pili, tatu, ondoka. Imepusha kwako. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Achia mwili huu. Toka. Kama hujapona sema asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Kwa heshima na kuheshima. Wewe kichwa kinauma, kinashakoma. Kishaisha. Simama kwa ajili ya kijana huyu. Asante Yesu. Ondoa kila tatizo kutoka ndani sasa. Aina zote za madhabahu ya kishetani, madhabahu ya kishirikina, ninaivunja na kuibomoa kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Yesu. Baba, umesikia amesema afadhali juu ya shingo yake na kukoromea ambako unaona madhabahu ya kishirikina. Hii koromeo na ingoa kwa jina la Yesu. Na itakasa kwa damu ya Yesu. Amani yako tawala ndani yake. Mfano amani tawalisha mali yake ndani yake. Amani tawale katika shingo, katika koromeo. Right now. In the name of Jesus. Toka. Kwa jina la Yesu. 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 Achia. Achia. Achia kule Yesu. Achia kule Yesu. Kwa jina la 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 Yesu. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Ondoka. Ondoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia. 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 Kwa jina la Yesu. Achia Yesu. Achia Yesu. Achia Yesu. Achia Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Una nafasi. Kemea katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikio linalouma. Yes. Masikio yote mawili. Upepo usicheze mchezo. Ninakujua sana. Kwa mamlaka jina la Yesu. Na kuamuru ondoka na kusema. Ondoka. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Sisirishe siku ya leo. Yesu anahitaji Bwana wote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu hai. Kwa jina la Yesu hai. Magonjwa sikio imekwisha leo. Mali hii sio yako tena shetani, ni mali ya Bwana. Leo hii amefanya kuwa amani kwa jina la Yesu. Amen. Naomba uponyaji. Jina la Yesu. Kwa madhabahu iliyojengwa kwa maisha yake.
madhabahu ya kichawi, madhabahu ya kishirikina naivunja na kuibomoa. Tunatangaza uzima katika maisha yako kwa jina la Yesu. Nakamilisha uponyaji huu. Ugonjwa wa sikio hautarudi tena tangu sasa, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi yako. Asante Yesu. Awe wako akutumikie katika maisha yako. Asante Bwana, asante kumwacha awe huru kwa jina la Yesu Kristo, kwa uweza wa damu ya Yesu, kwa uweza wa damu ya Yesu. Kila aina yote ya madhabahu iliyotandikwa juu ya maisha yake, kila aina yote ya maagano iliyosemwa juu ya maisha yake, mipango ya mauti iliyokuwa juu yake, na itangazia kushindwa kwa uweza wa damu ya Yesu. Jina la Yesu Kristo kwa uweza wa damu ya Yesu. Amenipa mamlaka. Acha wewe ya kwenda mikono yako juu ya wagonjwa na watapata afya. Na wewe Bwana. Majira haya natamka afya njema na kumng'oa kichwa cha kijana huyu. Anasema kwamba kichwa hiki cha muda mrefu kinauma kivikali, lakini Bwana, mbinguni hakuna kitu kipofu. Naenda kualika, naenda kuchukua kutoka mbinguni na kung'oa kichwa hiki na king'oa na kubandika kichwa kipya kutoka mbinguni kwa jina la Yesu. Ewe kichwa dhaifu, na kung'oa kwa jina la Yesu. Kichwa kipya kinashuka kutoka mbinguni, kinashuka hicho na kibandika right now in the name of Jesus. Ewe kichwa dhaifu, toka leo kwa mamlaka jina la Yesu. Ewe maumivu ya kupandikizwa na kung'oa kwa mamlaka jina la Yesu. Ondoka, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka leo kwa jina la Yesu. Ondoka maumivu ya kichwa uliama kwenye mgongo na kuona. Ondoka, 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 ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka leo tangu sasa kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Asante Bwana. Sema kweli, usinutie moyo kama kichwa kiumi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwingine kidogo na basi huo muda mwingine ambao kinauma kitauma tena kwa jina la Yesu. Na Baba, katika jina la Yesu ninakamilisha uponyaji huu tangu sasa kwa mamlaka jina la Yesu. Kuna naitwa jina la kijana huyo hapa. Tangu sasa katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amen. Ukijana anaitwa nani? Labda kuna mtu anamjua. Anaitwa nani? Kabila. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaweka Mungu mtakatifu ni roho haitambaya tena. Kwa jina la Yesu. Tuombe moto pate kumzingira na kumtendea mema. Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme. Kila nguvu za tunakwenda kuunguza makao yako katika jina la Yesu. Tunaunguza makao yako katika jina la Yesu.
Wewe ndio kamanda makimbilio yetu mfalme. Na hacha uwai mtumishi wako huyu mikononi mwako Mungu. Afungue kijana huyu Bwana. Kila hewa yote iliyovamia maisha yake, kila hewa yote iliyosimama kwa ajili ya maisha yake, na itangazia mbele ya madhabahu hii Bwana, kwa uweza wa jina la Yesu. Toka wewe shetani, toka wewe mizimu, toka wewe mauti, mauti ndani yake toka, kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, 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 toka kila mahali unapoficha unakwenda kuondoa katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tupate roho tubalika moto katika jina la Yesu, moto leo, moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, asante Yesu, kwa jina la Yesu, ndio pisa de jana, ndio pisa leo, kwa jina la Yesu, toka, 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 kwa jina, toka, kwa jina la Yesu, toka, kwa jina la Yesu, toka, na kwa muda wa chini, kwa mamlaka jina la Yesu, Mungu wa mazao roho mauti ukamwachie sasa, tangu sasa, kwa jina la Yesu ni hai. Wewe ninakuharibu sasa, tangu sasa naalika moto wa Bwana popote ulipo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba neno lako linasema kwamba Bwana Mungu alishuhudiwa kwa kila mahali kuharibu kazi za virusi. Ewe Bwana, unazunguka ndani ya mwili wake kwa jina la Yesu, na kuamuru ondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yako simame leo, yako Mungu leo, nitaji moto wako, nitaji moto wako, nitaji moto wako, uteketeze, uteketeze, uteketeze. Tunaomba kila nyumba, ondoka hapo iliyokuwa kujificha, tunaipotoa katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hauna nafasi tena. Nahitaji roho wa giza. Tawasha moto. Tawa jina la Yesu. Tawasha moto. Tawalika. Na wagiza. Shala moto. Na kuchoma kwa moto wa Bwana. Toka. jina la Yesu Kristo. Toka. Yesu kwa sababu unaweza. Toka. Sasa Kuanzia sasa. Naenda kuhesabu mara 7. iliyosimama kila ufalme, kila hewa yote ya uchawi, kila hewa yote ya ushirikina, ya uweza wa jina la Yesu, ya uweza wa jina la Yesu, ya uweza wa jina la Yesu, Kibiza baraka jina la Yesu, na kuamuru kibiza saba jina la Yesu, jina la Yesu Kristo, jina la Yesu. Asante Jehova, Achia mwili asante Jehova, mwachie mtu, achia mwili huu, ameenda kufunguliwa, achia mwili huu, katika jina la Yesu, achia mwili huu, katika jina la Yesu, kwa jina la achia Yesu. mtu, ameenda kufunguliwa, katika jina la Yesu. Asante kwa kumponya kijana huyu. Shangilia Bwana kwa makofi kuliko na kuongelea kwa shangwe. Haleluya! Shangilia Bwana kwa makofi. Katika jina la Yesu, unaweza fadhili zake zikarudi sasa. Unaweza kufanya kwa jina la Yesu aliye hai. Jambo la ajabu kwa kila kijana huyu. Yes, fanya jambo la kufungua katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu unaweza. Asante Bwana kwa sababu unaweza. Heshima na utukufu vinawewe kwako. Jina la Yesu. Achia mwili kwa jina la Yesu. Achia wewe kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utatoka. Kwa jina la Yesu. Utatoka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utatoka. Kwa jina la Yesu. Utatoka. Kwa jina la Yesu. Achia mwili wake. Kwa jina la Yesu. Achia mwili wake. Kwa jina la Yesu. Achia mwili wake. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia. Achia kwa jina la Yesu, 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 achia, 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 haya, pokea, pokea, achia, 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 achia kwa jina la Yesu Kristo. Toka ndani yake moto, toka ndani yake utesa moto, toka ndani yake wewe shetani. Toka wewe shetani, toka. Achia mwili huu, achia mwili huu, achia mwili huu,
kwa jina la Yesu Kristo. Ondoka, ondoka, funga milango yako, funga safari, ondoka, ondoka. Achia ufahamu wake, achia akili yake, achia mawazo yake, achia ufahamu wake, achia wayo wa kijana huyu, achia nafsi yake, achia hii nafsi, achilia hii nafsi, achilia hii nafsi. Yes, mwache huyo hapo, atapona kadri tunavyoendelea. Ameshapona tayari, Mungu ameshamfungua. Mwache hapo, tukaeni chini. Neno la Mungu hili ambalo ndilo lengo kubwa, nenda kuleta mwanga katika maisha yako. Haleluya. Bwana, na madhabahu haya tusimwangalie, niangalieni mimi sasa ambaye bado nimesimama kwa zamu hapa kwa ajili ya kuliwakilisha neno lake. Andika neno ambalo nenda kuleta nuru katika maisha yako. Neno la leo, andika giza linalotawala. Giza linalotawala. Liko giza linalotawala maisha ya watu wengi hapa. Ndio maana maisha ya wengi hayaangazi. Ndio maana hatua za wengi haziangazi. Ndio maana hakuna anayeibuka mshindi kwenye familia yako, kwa sababu kuna giza inayofuatilia kwa uzimu. Kuna giza linalofuatilia familia yako. Kuna giza linalofuatilia hata kanisa. Kuna giza linalofuatilia nchi. Giza linalotawala. Kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi 3. Tutaruka mstari wa 17 hadi 24. Inasoma katika jina la Yesu. Hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake mfalme Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mstari wa 3 tunasema, mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Mstari wake wa 7 tunaruka hadi 21 kama nilivyosema. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sema amina kama tuko pamoja. Nimesema ni Danieli sura ya 2 mstari wa 3 mstari wa 1 hadi 3. Lakini tunaruka mstari wa 17 hadi 22. 27 anasema hivi, ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Anania na Mishaeli na Azaria na wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Haleluya. Kwa muda huu, kama unampenda jirani yako, ikiwa anasinzia, mwambie ajaribu kuamka, kwa sababu liko jambo linakwenda kutokea Nyarugusu. Liko jambo njema linakwenda kutokea katika familia yako. Amen. Mwimbaji mmoja praise apita hapa mbele, ni muonyeshe kitu fulani. Apostle Celestine Njoma hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnamwona huyu mtumishi? Mnasoma maneno vizuri yaliyoandikwa kwenye kifua chake. Je, laweza neno jema kutokea Nazareti? Haleluya. Amen. Shangilia Bwana kwa makofi na Yesu. Amen. Neno jema kumbe linaweza kutokea Nazareti. Ninataka kuzungumzia kuhusu giza linalotawala. Na mimi mpaka sasa kuna mtu anayesinzia. Tunaishi katika nyakati ambazo giza ndio limepata nafasi kubwa sana ya kutawala maisha yetu kuliko nuru. Na kitu kimoja ambacho nataka mtu wa Mungu apate kunisikiliza. Vizazi vyote ambavyo vimeandikwa katika Biblia hii
ambavyo vilipitia katika nyakati hizi tunazozipitia leo, Mungu hakuviachilia, bali aliinua watumishi wake aliyowapa jambo jema lililoleta msaada katika taifa lao. Haleluya! Tumemsoma mtu huyu anaitwa Danieli. Tumekuja kuona watu walikuwa kiishi katika maisha ya kimizimu, na tukiangalia mazingira ya watu yalikuwa magumu sana kumtumikia Mungu. Kwa sababu gani? Ya giza lililotawala kipindi kile. Leo hii tunaishi katika kipindi cha giza ambacho inakuwa vigumu sana watu kuona nuru ya Mungu katika maisha yangu, katika maisha yako, kwa sababu ya giza hilo linalotawala katika kambi yetu. Ndio maana tunakuja kuona inakuwa ni vigumu sana kumtumikia Mungu. Tunakuja kuona Wakristo wengi tunadharaulika kwa sababu ya giza ambalo linatawala katika maisha yetu ya Kristo. Mwambie jirani yako amsikilize maneno. Giza ni nini? Au giza linalotawala ni nini? Giza linalotawala ni hali ya mifumo ya kishetani inayotawala watu wa Mungu kwa mazingira fulani. Giza linalotawala ni hali ya mifumo ya kishetani inayotawala watu wa Mungu kwa mazingira fulani. Na nikupe mifumo mitatu ambayo giza au ufalme wa shetani ulikuwa unatawala ulikuwa unatawala kipindi cha watumishi wa Mungu, watu wale wasoma ambao wanaitwa Danieli. Kipindi cha mfalme Nebukadneza, kuna mifumo mitatu ambayo shetani alikuwa akiipandikiza katika utawala ule, ambayo tukiangalia mpaka sasa mifumo hiyo ndio imetawala maisha yetu. Mifumo hiyo ndio imetawala maeneo yetu hapa kambini. Bwana asifiwe sana. Mfumo wa kwanza ambao ulitawala kipindi kile cha mfalme Nebukadneza ulikuwa ni mfumo wa kutegemea nguvu za kishetani. Tumesoma na tumesikia kwa masikio yetu habari za ndoto aliyoota mfalme Nebukadneza. Baada ya kuota ndoto ambayo imefunuliwa na Mungu, kwa sababu shetani alipandikiza mifumo ya kutegemea nguvu zake, nguvu za kishetani, nguvu za giza, ndio maana alianza kuwatafuta wa kwanza. Huyu mfalme anaitwa Nebukadneza, walikuwa ni wachawi, Wakaldayo, washirikina wa kutupwa. Na huu ndio mfumo unaotawala maisha yetu sana hapa. Watumishi wengi na Wakristo wengi wanapopata tatizo, wanayemwamini kwanza kwamba anaweza akaponya matatizo yao ni shetani. Na ndio maana leo hii Kristo akiumwa, akisikia mshale unaingia kidogo kwenye mguu wake, anaanza shetani, wewe ndiye. Moja kwa moja mawazo yake anampeleka kwenda kumwona mganga wa kienyeji ili amtibu. Huu ni mfumo wa kwanza ambao shetani anaupandikiza katika maisha yetu. Na hii ni giza kubwa inalotawala, ambao ndio somo letu leo. Lakini leo kuna habari njema ya Mungu, kama tulivyosoma katika t-shirt ya huyu mwimbaji, ya kwamba jambo njema kumbe linaweza kutokea Nazareti, ya kwamba jambo njema kumbe linaweza kutokea Nyarugusu. Leo hii inaenda kutokea katika maisha yako. Amen. Sasa inaenda kuondoka katika maisha yako. Amen. Na leo unaondoka. Amen. Mwaka 2026 tutatembea kwa nuru ya Bwana. Mwaka 2026 tutatembea kwa nuru ya Bwana. Amen. Naona pastor anavyongea hapa. Amen. Naona bishop anavyongea hapa. Tunatamani sote tungae kama hivyo. Haleluya. Amen.
Bwana kwa makofi. Yesu. Haleluya. Amen. Kuna mtu anaelewa? Lakini giza hili linafanya watu wawe na mfumo wa kutegemea nguvu za giza, na ndio maana leo shetani ameaminisha watu wa kwamba hauwezi ukawa mchungaji bila kutegemea riziki. Haleluya. Siku moja mimi mneniona hapa, ni katibu wa kanisa la Baptist Oro pale. Mzee mmoja akanifuata akaniambia, hivyo ambavyo umeshakuwa kiongozi, unatakiwa uje nikuonesha, unatakiwa uende upate kitu cha kukukinga. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa sababu gani? Aliona nini? Yote ni mfumo wa nguvu ya giza ambayo nipandikiza katika maisha yetu ili tuwe na hali ya kutegemea nguvu za kishetani badala ya kutegemea Mungu aliyetuokoa. Imagine mimi ambaye nilikuwa mshirikina wa kutupwa sana, sinioni hivi, sio kuongea na mzimu kwa mfano wa nyoka. Nilikuwa mchezaji wa mpira, wengi kati yenu sema upande wa kule ndio unanifahamu. Kama mtumishi alivyoongea ushuhuda wake, nasi tuna ushuhuda mengi ambayo nikikwambia hizo dhambi zako hizo wala hazijafika nusu kwangu. Amen. Huo ulevu unaotegemea haujafika kwangu mimi. Amen. Mimi mlevi. Ushirikina ndio ulikuwa ni chakula. Amen. Labda wewe mchezaji wa mpira uko hapa bado unategemea riziki. Mimi mwenzako nilikuwa nishaanza kuongea, kupie, kuomba, kumwita nyoka kule mtoni kule. Na anakuja ananipatia resource. Acheza mpira vizuri. Tunaambiwa nguvu ya giza, nguvu ya kishetani inataka kutuaminisha kwamba ili tufanikiwe lazima tutegemee nguvu za kishetani. Ndio maana leo mchezaji wa mpira hawezi akawa na ujasiri wa kuingia uwanjani bila kufungwa kwa kitu hapa, kwa sababu tayari shetani amwaminisha hivyo. Na huo ndio mfumo wa kwanza ambao utawala wa Babylon, utawala wa mfalme Nebukadneza, shetani aliupandikiza kwao. Haleluya. Nenda haraka sana, huyu ameshapona, akae hapo tu. Amen. Nenda haraka sana. Amen. Amen. Kwa hiyo ushirikina wangu haukuwa wa kulazimishwa na mtu. Amen. Bali ushirikina wangu mimi ndo niliutafuta peke yangu. Amen. Kwa nilikuwa mtafiti wa ushirikina, na baada ya kuupata nilizidi kuuzidisha. Ilikuwa nalazimika kila wiki mwenzako apigwe chale za kifuani, kiasi kwamba unaweza kapiga shuti yote ikija hapa nituliza. Lakini wao ni ujinga na upumbavu mtupu sana. Niende moja kwa moja katika somo yangu. Huu mfumo unamfanya mtu, ewe pepo tulia hapo lipo, usitulete fujo. Kwa jina la Yesu tulia. Huu mfumo unamfanya mtu kutegemea nguvu za kishetani. Na watu wengi wanabaki kumwamini Mungu kwa kina, lakini katika midomo yao wanaamini nguvu za giza. Na maana kitabu cha Korinto wa pili hawatu Jordan. Huyo ni moto wa Mungu na mwaka hapo alipo.
kama ni moto wa Mungu unawaka hapo alipo. Tafadhali tusitoke kwa somo. Tuendelee na somo hili. Leo tupeleke kule nje. Mpeleke pale nyuma ya nani? Ili tuendelee kusoma. Mshuhuda wa Mungu amhudumie tu taratibu hapo. Tusitoke kwa peti. Somo hili nalenga kuleta uponyaji kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa giza hili inafanya hata Wakristo na watumishi wengi kuamini sana katika nguvu za shetani, licha kwamba wanamwimba Mungu na kumtumainia Mungu, lakini nguvu za giza zinatawala maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeandika kitabu cha Korintho wa pili, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Biblia inasema ya kwamba watu hawa ni wenye mfano wa utaua, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Watu ambao ukiangalia ni Wakristo, lakini hawaamini kuhusu nguvu za Mungu, hawaamini kuhusu uwezo wa Mungu, hawaamini kuhusu muujiza. Na huu mfumo wa kwanza ambao shetani anaupandikiza katika maisha yetu. Mfumo wa pili ni mfumo wa kugandamiza, mfumo wa kugandamiza watu. Mfumo huu ni mfumo huu katika mfalme Nebukadneza alikuwa na mfumo wa kugandamiza watu. Alikuwa na mfumo wa kugandamiza watu kiasi kwamba akipata kitu hakuna ambaye anaweza kakipinga eti hapana. Hakuna wa kupinga jambo hilo. Ndio inayotawala hapa kamili. Kamili kuna mifumo ya kugandamiza watu. Kiongozi wa serikali akisema tufanye hiki, kanisa zima linakubali. Na huo ni mfumo wa ugandamizi. Mfumo huu unatawala juu kwenye familia. Kuna familia ambazo watu waliotawala nguvu ya kichawi wakisema tu hiki, tayari hakuna kupinga. Kibaya zaidi, jambo hili limetokea hata kwenye makanisa yetu. Kiongozi akisema tu tangu sasa nataka nianze kuunganisha watu wa ndoa, wanandoa wa jinsia moja, na hakuna kupinga. Hili ni mfumo wa kugandamiza ambayo inagandamiza watu wengi sana. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atupe ushindi. Kibaya zaidi, sisi kama kanisa tunakubali kutekwa na mifumo hii, na ndio maana giza limetawala hata kwenye kanisa zetu. Makanisani sasa ndio imekuwa majumba au sehemu ya wachawi kuja kuonyesha puissance zao. Ni kwa sababu nuru imekuwa ndogo katika kanisa. Inaonekana hata kwenye familia zetu. Leo familia, kuna familia ambazo leo tukiamka salama, baba akiamka salama, kesho mtoto anaamka yuko mgonjwa. Hii ni giza ambayo inatawala familia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo jema ni kwamba leo ndio mwisho wa giza ile kutawala maisha yako. Leo ndio mwisho wa giza ile kutawala maisha yako. Narudia kusema leo ndio mwisho wa giza hilo kutawala maisha yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usimame kidogo. Tunaenda kumaliza. Kabla sijaingia kwenye mfumo wa mwisho, naomba nikuoneshe ahadi ya Mungu ambayo tumeahidiwa wewe na mimi.
Isaya 9 sura ya kwanza mstari wa pili. Isaya sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa pili. Kama umefika nisome pamoja na wewe. Isaya 9:1 hadi 2. Biblia inasema, lakini yeye, tunaruka mstari wa pili ili tumalizie haraka. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangazia. Haleluya, haleluya. Biblia inatuahidi hapa ya kwamba watu wale waliokwenda katika giza nuru imewazukia. Watu wale walioshikwa na uvuli wa mauti nuru kuu imewazukia. Haleluya. Tunajua uvuli wa mauti, tunajua giza kuu ndilo ile ambalo inatawala maisha yako hapo leo. Ndio maana maisha yangu unajaribu nje kifanikiwa. Ukiangalia familia yenu, hakuna hata mmoja aliyetoka na kumtumikia Mungu kwa haki na kweli. Ukiangalia kanisa lako, hakuna maendeleo ya kiroho. Hakuna watu wanaokomaa kiroho. Watu wanaishi katika viwango vimoja. Hakuna ongezeko katika Kristo. Baba, mazao haya Mungu anabariki sana. Usiku wa jana kwa mkia leo, Mungu akanaonesha amefungua kanisa Nyarugusu kijijini. Haleluya. Kumbe Mungu anataka tupanuke. Nuru ya Mungu ikikuzukia utapanuka. Nuru ya Mungu ikikuzukia utapanuka. Kuna namna ambayo ulikuwa ukifanya ufanikiwe, lakini nuru hii inaenda kukuzukia hapo ulipo. Utaenda kufanikiwa katika jina la Yesu. Kuna namna ambapo giza likutawala kiasi kwamba uvuli wa mauti haujakuruhusu uvuke mwaka 2026. Lakini kwa mamlaka ya jina la Yesu, unaenda kuvuka katika jina la Yesu. Unaenda kuvuka katika jina la Yesu. Unaenda kuvuka. Sema Yesu. Sema Yesu. Nakuita leo. Yesu. Nakuita leo. Univushe kwa nuru yako. Nakataa giza. Nakataa giza katika huduma yangu. Nakataa giza katika kanisa lako. Sema usiwaunga na mtu hapa. Sema nakataa giza katika familia yangu. Nakataa giza katika familia yangu. Baba, ndio nilitembea katika giza mwaka 2025, lakini mwaka 2026 nitatembea katika nuru. Nitatembea katika nuru. Nitatembea katika nuru. Anza kuomba polipo. Baba, katika jina la Yesu, nakataa giza katika maisha yangu. Nakataa giza katika familia yangu. Baba mtakatifu, kama nitakavuka, nitavuka mwaka 2026 kwa nuru kubwa. Kwa maana umejalia kwamba nuru yako utaniangazia, nuru yako utanizukia. Baba, leo natamka nuru ya Bwana ikaniangazie hapa nilipo. Nuru yako ya Bwana ikashukie familia yangu na gizani. Nuru yako ya Bwana ikazuke, ikanifunike kwa jina la Yesu. Naondoa giza, naondoa giza kwa kijana yule, naondoa giza kwa kaka yule, naondoa giza kwa baba yule. Ondoka giza na kwa nuru. Ewe giza ondoka. Ondoka leo kwa jina la Yesu. Ondoka leo kwa jina la Yesu. Ondoka leo. Ondoka. Ondoka. Ewe giza ondoka. 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 Ewe giza ondoka. Ewe Baba, Yesu Kristo Mungu, yeye katika nuru atakaa gizani kamwe. Kwa jina la Yesu. Nuru ya Bwana uipokee popote ulipo. Kwa jina la Yesu, pokea nuru ya Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Kaa kidogo. Yes. Tumalizie pointi ya mwisho ambayo ndio mfumo wa mwisho. Na mfumo huu ndio unaotawala haswa. Huu mfumo sasa ndio mfumo unaotawala maisha wengi sana. Huu unaitwa mfumo katika utawala mfalme Nebukadneza. Kuna mfumo wa tatu ambao ulikuwa ukitumika kwa utawala wake. Mfumo huu ulikuwa ni mfumo wa kuabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sitasoma hichi kitabu, lakini utakiandika hapo ulipo. Kitabu cha Danieli hichi sura ya 3 mstari wa 14 hadi 18. Ukisoma hapa utakuja kukuta Mfalme Nebukadneza aliongozwa na shetani kuchonga kisanamu, ambacho kisanamu hichi alitaka kulazimisha kila mtu duniani apate kukiabudu, apate kukisujudia. Na huu ndio mfumo ambao unatawala sana hapa kamili. Leo hii kumekuwa na elimu za kupotosha watu, kumekuwa na elimu za kutaka kupeleka watu kuabudu miungu, kuabudu mababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka nilikuwa na mke wangu Jumapili, tulielekea kanisani. Tulipofika kijiji cha Eme hapo, tukakutana na mzee mmoja mwenye mvi nyingi. Alipotuona alistuka sana. Alipostuka alitufuata akatusimamisha. Alipotusimamisha akatuambia, hivi ninyi mnaenda wapi? Tukamjibu, tunaenda kanisani. Kufanya nini? Hivi alikuwa tuongea kwa lugha ya Kibembe. Hivi huko kanisani mnaendaga kufanya nini? Mimi naona kama mnakuwa mnachanganikiwa. Kwa nini msiabudu mababu waliokufa? Nikamjibu yule mzee, umeongea vibaya. Sisi tuko sawa. Kama ni kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, mseme mimi nampokea Yesu leo, nampokea Yesu. Na kama mtanipatia randevu ya kubatizwa ni nini? Mkitaka leo asubuhi tunaenda, mkitaka, lakini nitapendelea sana 2026 mwanze maisha mapya. Amen, amen, amen. Unajua ndani ya Kristo kuna maisha mazuri sana. Amen. Unaona hii si mwenzenu anateseka. Yesu anasema hivi, mimi na Baba yangu tutakuja kufanya makao ndani yenu. Lakini kama ndani yako mngali mapepo, mngali mizimu, ule ndugu yuko na kitu kibaya kenye watu hawako wanaona katika ulimwengu wa roho. Roho ya mauti, unaona kisi iko na mnyonga. Alikuwa na nyongo hapa, akufia hapa. Nyewe ya mauti ilikuwa na mbaba hapa. Ndani ya Kristo mna raha. Amen. Na ukimpokea Yesu vizuri, hivi hata itakuwa. Unajua mifumo yenyewe ndugu ametufundisha sasa hivi. Na ndio mifumo inatawala nyaruhusu. Amen, amen. Amen. Je, inawezekana watu waishi bila ushirikina kambini? Ndio. Inawezekana. Ndio kabisa. Pamoja. Ndio. Je, inawezekana Mkristo aishi bila ilizi? Je, inawezekana mchungaji aishi bila ilizi? Inawezekana. Lakini mapokeo watu walipokeaga ni yale ya kuamini. Mtu akiwa mganga, akiwa mchungaji, lazima awe na kazindiko, awe na kitu fulani. Ukiwa Mkristo lazima tena ujikinge na kingine. Unaona ile mapokeo ile. Na ndio mfumo wenyewe unatawala nyaruhusu nyingi. Utakuta mtu anaimba kwaya lakini anaenda kwa waganga wa kienyeji. Tuko pamoja? Hivi tunaona mwaka unaanza hivi. Kuna watu kesho tutaanza bonane, wataenda kujiongeza kwa waganga. Sasa wapi na wapi? Lakini ukimpokea Yesu unakuwa na maisha, hautasungukaka tuende tuongeze. Yaani yeye akikuingia anakuingia. Mifumo ya ushirikina ndio mifumo inatawala leo kanisa. Ukijikwa kidogo, napigwa na mlambo. Mkristo na mlambo wapi na wapi na wapi? Yaani inaongeza mwanga wa. Mchungaji apigwe mlambo wapi na wapi? Mkristo anaanza logo. Mkristo anaweza logo Mkristo wamloge. Yeye kwanza iko zaidi ya wachawi. Hata wachawi wapande, yeye anakuwa kama yulu yao. Amen. Wenye kuna lala mchawi atafika. Mbona anafika yeye? Kwa hiyo vijana, mkitaka kumpokea Kristo, mkamate decision. Mkamate decision.
Usifanye mzaha, usifanye samla. Ni maisha yako wewe mwenyewe. Amen, amen. Nauliza tena, uko tayari utabatizwa leo asubuhi? Ama mtanipatia rendezvous? Mpatie moja baada ya kitu msikie. Tayari kesho. Hapana tuko. Sema niko. Wewe nani? Wewe Prince. Uko tayari kubatizwa leo asubuhi? Uanze mwaka mpya, uanze 2026. Prince wa Mungu. Amen. Unachunga nini? Anachunga nini? Hivi ukitaka kufa hapa, familia yako watakiwa kubeba hapa wanatia mochwari. Watakuuliza, utabauliza. Asema nataka kwenda kuuliza kwanza familia. Amen. Wakikatala sasa, kama familia yetu mko mchao mwingine alikuwa kuwinda wina. Asante Yesu kutupokea. Asante Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Muombea. Baba, asante kwa ajili ya watu wao ambao Baba wameenda kutambua walipoanguka, kama neno lako linavyosema, kumbuke wapi ulipoanguka kwa tubu. Wamefanya na kutimiza agano lako hili. Yesu, ukaende kuwatakasa tena kwa damu ya Yesu. Yesu, ukaende kuwatakasa tena kwa damu ya Yesu. Watakase kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Na baada ya haya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akashuke ndani yao na kuongoza katika njia na katika kweli yote ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, roho yote chafu iliyowadondosha katika ulimwengu tena, hiyo roho ya Bwana haitopata nafasi tena. Katika jina la Yesu, nuru hii ambayo Baba tumehubiriwa leo ikazuke ndani yao sasa, katika jina la Yesu Kristo ni hai. Kijana huyu ukamfungue kutoka kwenye vifungo vya nguvu za giza. Kwa jina la Yesu, nuru ikamzukie, ukamtakase kwa damu ya Yesu Kristo, na ukamrejesha tena katika ufalme wako wote wawili tangu sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Muulize ule ndugu yetu Kabila kama ashakabatizwa. Ashapokea Yesu. Kabila. Jo Kabila. Ni Kabila ule wa zamani ama ni Joseph? Muulize ashapokea Yesu. Bado. Kumbali sana. Kabila. Unasikia ina wewe kuungana na wao ndugu wetu. Kabila. Anasema? Uko tayari? Eh. Sasa msipaki kushida iko wapi? Hata kama umpokee Kristo tu, kama utakuwa tayari kupokea Kristo, na kama utabatizwa hapa, unaenda batizwa hata kusipaki, lakini umpokee muhimu siku Yesu anataka kumpokea. Unajua sepaki ana Yesu wake, na hapa tuna Yesu mwingine. Ndio unajua? Hapa. Ule mwenyewe unaabudu kusepaki. Wewe ukikufa hapa kusepaki atafanya nini? Angalia mapepo kisi na kuacha hoi na unapadilisha hata mwili. Unajua, unaweza onea mtu mwingine huruma, yeye mwenyewe ajione yake. Kijana mzuri kama huyu, bado mapepo inakupanga. Haoni kwamba wewe mwenyewe ujione kwanza huruma, wewe mwenyewe unajionea kwanza huruma. Nilikuwa mbali na wewe. Unakubali leo kukusogelea. Tunakubali leo kukusogelea.
Tunaomba tusamehe. Tulikuwa tukujui. Lakini usiku huu umekuja wa neema kwa ajili yetu. Wewe unajua ujana wetu. Unajua maisha yetu. Tulikuwa mbali na wewe. Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai. Uliyekufa kwa ajili yetu. Tunakubali kukupokea. Kama Kristo na Bwana wetu. Tusamehe dhambi zetu. Leo tunakukiri wewe Yesu Kristo. Utakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wewe shetani. Tunakukataa katika maisha yetu yote. Kila aina yote ya laana, balaa na mikoshi. Kila aina yote ya balaa na mikoshi kwa ajili ya maisha yetu. Tunaikataa kwa uwezo wa damu ya Yesu. Yesu, tunaomba utupokee. Tunamkataa shetani. Tunakupokea wewe Yesu Kristo. Tunakubali kukutumikia kama vijana wengine katika maisha yetu ya milele. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sikae basi. Baba, katika jina la Yesu tunakubali kupokea vijana hawa tena. Walikuwa mbali na wewe Bwana. Neno lako limesema kwamba mtoto mpotevu alikuwa mbali na baba yake, lakini alipozingatia na kuanza kuwa na maswali ya kujiuliza, wangapi wa watumishi wa baba yangu wanakula na kusaza. Biblia inasema kwamba mtoto mpotevu alichukua maamuzi ya kurudi kwa baba. Mungu wetu, usiku wa leo umewaona vijana hao walikuwa mbali na wewe, lakini kulingana na ukiri wao wamekukiri wewe Yesu Kristo. Tangu usiku wa leo utakuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wamekataa shetani na kazi zake zote. Mili yao Bwana isingetawaliwa tena na mapepo, lakini Roho Mtakatifu akuje kufanya makao ndani yao kwa uweza wa damu ya Yesu. Ninawapokea Bwana kwenye madhabahu hii, hata wafanye upya, maisha ya kale yaondoke. Waanze mwaka huu wa 2026 wawe watumishi wapya katika madhabahu yako. Asante kwa sababu utakwenda kuwasamehe. Asante kwa sababu utakwenda kuwahurumia. Damu ya Yesu ikanene mema tena kwa ajili ya maisha yao, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana na cheni ambayo inamsumbua. Kuna kitu ambacho kinamsumbua nyumbani. Nyumbani kuna cheni ambayo inamsumbua. Ana kitu mbaya bana nifiche. Asa unachuka mpaka sepake hapa hivi, usinaweza kuyazika tu. Ewa, ni nini? Wewe tuambie. Hebu nenda nifiche. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwingine atakuwa tayari muda wote tu. Nataka saa hii tuende, tutaenda. Nataka asubuhi tutaenda. Yes. Kusha kucha. Tumalize. Sasa nyie mtamwambia hao wenyewe wako na haki ya kusema. Njoo, muje kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Naomba mkutano tusimame wote. Tumsaidie huyu kijana.
Usaidie kijana kwa maombi. Utaombea kwenye huko tu, lakini tutamwombea wote. Amen, amen. Amen. Yes. Pastor, msogea nje watumishi msogea. Huko vitu ambavyo tunafanya retur. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vitu ambavyo tunafanya retur. Tunapoifukuza kuna kitu yeye anakichunga nyumbani. Kile kitu ndio kinamsumbua sana. Jo, tumzunguke tu. Mungu atamsaidia. Uzima ninao moyoni daima. Yesu
Yesu na magano jipya. Tenganisha na magano yote. Inakutenganisha na magano yote. Sio kama kiwecho. Tenganisha na magano yote. Kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema jina la Yesu Kristo ni agano jipya vile vile. Damu ya Yesu Kristo ni agano jipya. Bora tulia damu ya Yesu. Kwa agano jipya. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Tenganisha kwa damu ya Yesu. Na magano yote. Hakusababisha ushirikina. Magano yote. Ya jina la Yesu. Toka kwa 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 jina la Yesu. Katika sakata ya Mungu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kabila. Ushaka Kabila. Naomba unisikilize. Ushakaongezwa dawa ya wakamchape mwili yako. Ulikuwa na pepo za wakamchape? Bado. Ushaka lakini ushakaingia msantrali ya wakamchape. Ushaka ikala kukino. Ushaka kukalisha kukino. Bado. Shida ile cheni tu. Shida ile cheni. Sheni tu. Hiyo sheni kwa wapi? Kwa nyumbani. Tunaweza enda kuikamata saa hii. Saa hii. Hakuna mwenye anajua kwao. Utaenda naye. Yes, hichi kitu ambacho kinaongeleka hapa ni kitu ambacho kiko serious sana. Sasa hii tunafanya vitu vya nani, unaanza kufanya mizaa. Sio utani kabisa. Sio utani. Tenda naye. Tunaongeza tunapata nini? Sawa. Haya, Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Haya, ndugu, tuna kazi kubwa tunapaswa tufanye juu yake. Na wewe hata kumbatiza, mchungaji mwenyewe atambatiza asio mumaji peke yake. Kaona unabatiza mtu na mapepo na mtokea kumai bure. Sasa kama mchungaji yuko peke yake pale inakuwa sasa kuliko mchungaji kumbatiza, mchungaji anabatizwa sasa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mshakaona mapepo inabatiza mchungaji? Yes. Sasa huyu ni kumbatiza, yaani ikibatizwa tu na mnamwombea baada ya kumbatiza litatoka litaishi. Na ile shene ile ilikamatwe, inaombewa na inalunguzwa. Pouvoir kwa ile shene. Kama alivyo kile. Najua mara kila wakati unaona iko na anaanza mikono anaanza kinya. Kijana mko mnauliza vitu vingi sana. Na usizani kila kitu kenye unauliza kitakuwa kinasaidia maisha yako. Pengine ni kwenda kukumaliza pole pole. Bwana Yesu atusaidie sana. Naona wako ngoro sasa. Sasa ninakuamuru wewe pepo mchafu, anza kutoka ndani yake. Kwa jina la Yesu ondoka. Kwa jina la Yesu ondoka. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka sasa. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka. Piga jina. Achia. Achia kwa jina la Yesu. Waweza ondoka. Usitusumbue kwa jina la Yesu. Usitusumbue. Kwa jina la Yesu ndani yake. Ondoka kwa jina la Yesu. Toka ndani yake pepo. Ondoka kwa jina la Yesu. Tulia kwa jina la Yesu ali hai. Wewe unataka tunakubembeleza wewe pepo mchafu. Tulia kwa jina la Yesu. Naomba moto uanze kukuchoma mahali ulipo. Toka kwa Yesu kwa jina. Moto toka. Tuachilie moto juu yako. Katika jina la Yesu. Amen. Malizia ibada. Mambo yake ni mambo mengi. Angali wakufanya vitu mingi. Kufanya kiri damu, huyu wakufanya kiri damu. Hapana kumbatiza bila kufanya kiri damu. Yes. Aungame na benye alienda na mfumo mwenye alienda mpatie ile dawa ajulikane. Bila hiyo sasa itakuwa maretu kila wakati. Huyu hapa atafunguliwa na
Tushangilie Bwana kwa ajili ya neno lake. Haleluya. Tunamwamini Mungu ameonekana leo, na ibada hii inaelekea mwisho kabisa. Hivyo ni wakati nimwalikie mtumishi kwa ajili ya matangazo mafupi sana. Yes. Mshangilie Yesu kwa makofi kabisa. Mwambie jirani yako ongera. Ongera. Mwambie jirani yako hongera. Hongera sana kwa kuona mwisho wa mwaka. Yes. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nadhani tusikilizane tafadhali. Nadhani wote tumeona kwamba Mungu alikuwa pamoja nasi.